Bado msikilizaji, ni kukaribisha kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa The Evil Game, na hii ikiwa ni sehemu ya pili. Sasa bwana msikilizaji, ngoja nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Bwana tuliishia ambapo mambo ilikuwa yanazidi kupamba moto. Msako na upelelezi wa umakini mno ulikuwa unazidi kufanywa kimya kimya, huku kijana Bobby pamoja na rafiki yake Roy wao walikuwa wakiendelea kutafuta uvumbuzi wa nani amehusika na kifo cha mwandishi wa habari wa kuitwa Freddy. Je, watafanikiwa? Nikakwambia mtu wangu usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata, maana ni kwamba sehemu ya pili sasa tumekutana hapa ili tupate kuendelea katika hii sehemu ya pili. Bwana karibu bwana. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na mwandishi Edazaria G. Msulwa. Karibu bwana. We mrembo, nisikilize basi. Mimi ninachokihitaji ni namba yako tu. Tunaweza tukabadilishana taarifa. Uona nayo imekaaje ti mrembo? Naam. Maneno hayo aliyazungumza Roy mpaka Nancy yule inspector alibaki tu anatabasamu. Nisikilize basi mrembo, kama utojali. Leo mimi nataka nikutoe out, ili ukapunguze kidogo hizo hasira zako ulizonazo. Au unasemaje? Sina huo muda. Inspector Nancy aliondoka eneo hilo akiwa na hasira na kuwafanya Bobby na Roy wabaki wamtazame tu. Roy akasema, maskini ya Mungu, unajua huyu demu bwana haamini kama sisi tumeachiwa uhuru ujue. Roy alizungumza huku akimtazama Nancy jinsi alivyokuwa anatembea. Na Nancy kusema ukweli, Mungu alikuwa amembariki, Mungu alikuwa ameumba. Alikuwa na kashepu fulani hivi, kashepu ka ukorofi kidogo. Bobby akasema, "Oya Roy, sikia nikwambie mwanangu. Nilipoachiwa niliingia kwenye ofisi moja na nimefanikiwa kumtambua huyu mtu ni nani kupitia database za jeshi la polisi." Bobby alizungumza huku akimuonyesha mharifu aliyekuwa amemwibia simu mwanaharusi. Mwanaharusi ni yule binti aliyekuwa anaishi kule Magomeni Kagera. Huyu mtu alionekana alikuwa na ndevu za bandia na sura yake halisi, kitu ambacho kilikuwa kinawafanya Bobby na Roy wazidi kupiga hatua kwenye huo upelelezi wao. Roy akauliza, "Bobby, ina maana huyu mtu polisi walikuwa wanamtafuta nini?" Roy alizungumza huku akiwasha gari na kuanza kulirudisha nyuma taratibu. Na hapo Bobby akasema, "Ndio mwanangu. Ila uhalifu niliousoma kwenye faili lake, huyu jamaa ni tapeli na anaendelea kutafutwa na jeshi la polisi." Aise, hawajaonyesha ni wapi anapatikana? Hapana, ila tutajua tu hivi karibuni. Tuelekee kwanza nyumbani. Bobby alizungumza na kisha wakaendelea na safari yao. Walifika nyumbani kwa Roy na hawakupoteza muda. Walianza kazi ya kumsaka mtu huyo waliyemjua kwa jina moja tu. Alikuwa anafahamika kwa jina la Chura. Oya Bobby, unajua hii nchi na mambo ya ajabu sana kaka. Kwa nini unasema hivyo? Hivi mwanangu, mtu anaanzaje kujiita yeye Chura? Bobby usicheke ndugu yangu. Unajua namtafuta huyu jamaa, ila akilini mimi ninawaza ameanzaje kujiita yeye Chura. Ni ili asiweze kujulikana, na ndio maana ameamua kujiita Chura. Kwa hiyo Bobby, ni mshirika wenu wa timu lenu la Ngoazi, sio maana yake? Kwamba yeye ni shabiki wa Yanga. Mzee wangu sasa mambo yametokea wapi ndugu yangu? Naam, hapo wote walijikuta wakicheka kwa sababu Bobby alikuwa ni shabiki kindaki wa klabu ya mpira ya Young, huku Roy yeye alikuwa ni mshabiki kindaki wa timu ya Simba. Unajua, nimeanza kupata mwanga, na ndio maana polisi wanashindwa kumtafuta huyu jamaa. Kwa nini unasema hivyo Roy? Sikiliza Bobby, huyu jamaa hana akaunti halisi ya mtandao wa kijamii.
hana namba ya simu ambayo inaweza kumtafuta. Yaani kiufupi huyu jamaa ni tapeli. Yaani ni tapeli aswa. Roy alizungumza huku akiwa anatazama laptop yake. Nisikilize Roy. Kama binadamu kuna mahali tu atakuwa na udhaifu wake. Na huo udhaifu wake ndio unatakiwa tuweze kujua. Bobby, uko sawa. Uko sahihi kwa unachokisema. Na ndio maana hapa najaribu kutafuta picha zake nyingine. Hii picha ya sura yake halisi imepigwa miaka 15 iliyopita ndugu yangu. Mara nyingi huwa anajibadilisha sura kwa kuweka sura bandia ili watu wasimjue. Unajua Roy, nilichokuja kukigundua, inaonekana huyu mtu ni kiongozi mkubwa sana wa hawa watu pamoja na watu wanaowahitaji. Ndio maana yake kaka. Sasa sikiliza Roy. Fanya hivi. Jaribu kutafuta ndugu wa karibu ama rafiki yake. Na hisi tukipata hawa watu, basi tutaweza kumpata huyu jamaa. Hebu ngoja kwanza. Naam, Roy aliendelea kuminyaminya pale button za laptop yake, na kila alichokifanya hapakuwa na kilichoonekana kinachohusiana na mtu huyo anayejiita Chura. Oya Bobby, huyu mtu kwa mtandao tumemkosa. Inabidi tumsake sasa underground. Yote ni sawa tu, hamna shida. Naam, wakati unazungumza, simu ya Bobby ilianza kuita. Bobby alitoa simu yake mfukoni na kisha akaipokea. Ndio Bobby, nakusikia. Vipi habari yako? Salama tu mheshimiwa, shikamoo. Marahaba. Sasa Bobby. Ndio mheshimiwa rais. Nimepewa taarifa ya kwamba mlishikiliwa na jeshi la polisi, ni kweli? Ni kweli mheshimiwa rais. Ila kwa sasa tunaendelea na jukumu letu ulotupatia. Nadhani ni mwingiliano tu wa kikazi ndio ambao umetokea baina yetu sisi na hao jeshi la polisi. Lakini Bobby, nina matumaini ya kwamba zoezi nililowakabidhi linaendelea vizuri, si ndio? Ni kweli kabisa mheshimiwa rais, kwa 70% mkuu. Tumezikamilisha zoezi hili na hadi sasa hivi tunapozungumza bado tunaendelea kutafuta wahusika, kwa sababu tumeweza kumgundua mtu mmoja. Mtu huyu inaonekana ndo anayesuka mipango iliyopelekea mpaka Fred akauawa. Mpango gani huo, sijaelewa? Mheshimiwa rais, nitakutumia kwenye email ili uweze kuutazama. Sawa, nitumieni na kuingizia kwa njia ya message email yangu binafsi, na kisha baada ya hapo nitaweza kuwarejea nyote wawili. Si upo na Roy hapo? Ndio mheshimiwa, yupo hapa. Basi sawa. Okay mheshimiwa, hakuna shida. Lakini Bobby, kuna kitu kingine. Mtakapohitaji msaada wowote, hebu hakikisheni mnanifahamisha haraka iwezekanavyo. Sawa mheshimiwa rais. Naam, hapo simu ilikatwa na kumfanya Bobby atabasamu. Muda huo huo email ikaingia katika ujumbe wa message na akatuma video waliokuwa wameikuta kwenye chip mwilini mwa mwandishi wa habari ambaye ni Freddy. Kama mtakumbuka vizuri, huyu Freddy alikuwa na chip mwilini mwake, na wakina Bobby walipoitoa ile chip wakaja kuikuta video, na hiyo video ndiyo ambayo alitumiwa mheshimiwa rais. Oya Bobby, niambie ndugu yangu. Unajua huyu rais yuko poa sana kaka. Kutumikia kote taifa, hatujawahi kupokea simu kutoka kwa rais kama hivi anavyotupigia. Nisikilize Roy. Kikubwa inatakiwa mheshimiwa rais tusimwangushe kwenye kazi yake. Twende naye sawa. Wanasiasa siku zote sio wa kuwategemea, kwa sababu ni watu ambao ni kigeugeu, wanageuka. Na huwa mara nyingi wanasiasa wanaangalia maslahi yao wao wenyewe na sio maslahi ya mtu mwingine. Ni kweli Bobby, mimi nakuelewa. Ila Bobby,
kwa historia ya huyu mheshimiwa rais, ni mfanya biashara na ameingia kwenye siasa hivi karibuni. Kwa mimi nina imani kabisa atakuwa ni mtu mmoja makini sana. Kama aliweza kukuza na kuanzisha miradi mikubwa na kusaidia watu, basi ana uwezo pia wa kuifikisha hii nchi kwenye nafasi nzuri sana. Ni Mungu tu amuongoze kwa kweli. Amina. Lakini Bobby, mwanangu, hivyo unajua kama leo hatujala kabisa. Noma sana. Kwani saa ngapi mzee? Kaka, saa 11 jioni mzee wangu. Moja kwa moja twende kwa yule sister tunayekulaga pale kwake. Alafu Bobby, kweli mwanangu, ila mbona yule demu mimi ananijia sana akilini mwangu? Demu gani? Yule inspector yule polisi yule Nancy yule. Sikiliza Roy, unatakiwa kuwa makini rafiki yangu. Bobby, mimi niko makini kaka, ila kila wakati nahisi kama vile ananijia akilini mwangu yule demu, afu sielewi ndugu yangu. Nisikilize Roy, kwa faida ya hii kazi iliyopo mbele yetu, na ili tusimwangushe mheshimiwa rais kwenye hii kazi ambayo ametukabidhi, hebu yule demu mpotezee. Yule demu mkaushie mwanangu, tufanye hii kazi. Naam. Hapo wakapumzisha vichwa vyao, huku kila mmoja akifanya kila anachokipenda. Wakuvuta akavuta, wakunywa alikunywa, na ulipofika muda wa saa 1 za usiku ili waelekee kwenye mgahawa ambao mara nyingi wameuzoea kupata chakula. Sehemu hiyo mara nyingi ndo sehemu ambayo wanapataga chakula. Naam. Upande wa pili ilisikika sauti ikiamrisha kwa kusema, ingia. Na hapo ilikuwa ni sauti ya IGP. Sauti hii ilimfanya Nancy, inspector huyu, afungue kitasa cha mlango na kisha akaingia kwenye hiyo ofisi. Samani mkuu, na kuona unajiandaa kutoka. Ndiyo Nancy, unaweza tu kukaa, karibu na kusikiliza. Samani mkuu. Bila samani mheshimiwa, nimejaribu kutafuta taarifa za wale jamaa wawili waliokuwa hapa mchana, ila sijaweza kuzipata sehemu yoyote. Wala hawana vitambulisho vya taifa. Je, una tetesi zozote kuhusiana na wao? Inspector Nancy, kwa nini unahitaji kujua kuhusiana na wale vijana wawili? Mkuu, wale vijana wawili wameifanyia operation maiti ya Freddy, na daktari amenithibitishia ya kwamba waliikuta chipu ndani ya mwili wa Freddy na wameichukua. Sasa nataka kujua hawa vijana wawili wanafanya kazi kwenye kitengo gani, na kwa nini wanakuwa na hatua moja mbele yetu? Yaani sisi maskari tunakuwa tuko nyuma, wao wanakuwa tayari wameshapiga hatua moja mbele. Kwenye kila kitu ambacho tunakifanya kwenye upelelezi wa Freddy, wao wanatuzidi kete moja. Sasa nahitaji kujua mkuu, kwamba hawa vijana wawili wapo kwa ajili ya kuwaleta wahusika mikononi mwa sheria, au wapo kwa ajili ya kufuta ushahidi ili kesi hii ibaki kwa tu ni porojo na propaganda? Binti yangu Nancy, labda tu nikwambie, wale vijana wawili mimi mwenyewe leo ndo nimewaona. Sijawahi kuwaona wala kuwasikia popote, na sijui taarifa zao, kwa sababu hata hiyo simu imepigwa. Huyo mtu alionipigia hiyo simu kuamrisha kwamba hao vijana waachiwe, huyo mtu siwezi kumoja kabisa, zaidi tu ya mimi kupokea amri kutoka kwake, na alitoa amri moja tu, wale vijana waachiwe. Mkuu, naweza nikajua ulipigiwa simu na nani aliyetoa hiyo amri wale vijana waachiwe? Nisikilize Nancy, simu imepigwa kutoka Ikulu, na aliyenipigia simu amejitambulisha kwamba ni mshauri wa rais masuala ya usalama, na namba iliyotumika ni kweli ni namba ya ofisi ya rais. Mtu kama huyo nikisema nikosane naye, si nitaenguliwa haraka kabla tasijamaliza mwaka wangu wa mwisho wa kustaafu. Kwa kiufupi, nimepokea amri kutoka Ikulu. Ningepingaje sasa mimi? Ina maana mheshimiwa rais analifuatilia hili swala la kifo cha mwandishi Freddy, si ndio? Inavyoonekana kwa 100%, kwa sababu yule kijana alikuwa anafanya kazi kwenye
timu ya waandishi wa habari wa rais. Ila yule kijana Fred alichagua upande wa kutoa taarifa ngumu, taarifa nyeti ambazo zimemfikishia pale alipofika. Nikiwa na maanisha kucheza na siri nyeti ndio kumepelekea yeye kuuliwa. Okay, sawa mkuu, nimekuelewa, nashukuru kwa taarifa. Naam, inspekta huyu bidada Nancy alisimama na kisha akapiga saluti, lakini mkuu wake akamwambia, Nancy. Ndiyo mkuu. Na kuomba uwe makini sana kwenye hii kesi. Hii kesi inanuka damu. Na ndo kwanza Nancy umepanda cheo. Hebu furahia maisha yako kwanza. Furahia nafasi yako ulionayo. Mimi nakupa ushauri wako kama baba yako mlezi hapa ofisini. Hebu hii kesi usiifuatilie, usijifanye ni mjuaji ukawa unakaa kimbelembele. Ni vyema tu ukaachana nayo. Okay, sawa, nashukuru mkuu. Naam, Nancy alifungua mlango na kisha akatoka ofisini hapo. Alitembea kwa mwendo wa haraka haraka, huku baadhi ya askari anaopishana nao waliopo chini yake walikuwa wanampigia saluti. Inspekta Nancy aliingia ofisini kwake, akachukua sweta lake alilokuwa amefika nalo asubuhi ofisini hapo. Alivaa miwani yake na kisha akatoka. Aliingia ndani ya gari lake na kuondoka makao makuu ya polisi. Moja kwa moja alielekea nyumbani kwa wazazi wa Freddy ambapo msiba ulikuwa umewekwa hapo. Toka alfajiri, Inspekta Nancy hakupata nafasi ya kwenda kutoa pole kwa familia hiyo kwa sababu anajulikana kutokana na mahusiano aliyokuwa nayo yeye na Freddy pamoja na mdogo wake. Alivua miwani yake huku bastola alikuwa ameweka chini ya siti aliyokuwa amekalia, na kisha Inspekta Nancy akajiweka vizuri nywele zake, akachukua mtandio mweusi uliopo siti ya nyuma. Bidada huyu alijifunika nywele zake na kisha alishuka ndani ya gari. Ukimtazama kwa haraka haraka, Inspekta Nancy ni mwanamke mzuri na anavutia kwa kiasi kikubwa mno. Shepu ya kibantu aliyokuwa amebarikiwa na Mungu, sio rahisi kwa mtu kumtambua kwa haraka haraka kama ni kamishna wa polisi. Uzuri wa Nancy umemsaidia sana anapokuwa anafanya upelelezi wa makosa anayokumbana nayo. Wanaume wengi bila kujielewa mara nyingi huwa wanajikuta wanaingia mkenge kwake yeye, kitu kinachopelekea kumwaga siri zao zote zinazowasababisha kuingia mtegoni kiulaini. Yaani Inspekta Nancy akitaka kufanya upelelezi, akisema jiingize kwenye mahusiano na mwanaume anayetaka kumpeleleza, basi mwanaume anamwaga siri zote, na hii ni kutokana na uzuri alionao bidada huyu. Wanaume kadhaa waliopo msibani hapo hawakusita kumtazama Inspekta Nancy namna alivyokuwa anatembea kuelekea ndani. Inspekta Nancy alikuwa ni mzuri. Na hapo ndipo Inspekta Nancy moja kwa moja akapitiliza hadi sebleni. Aliwakuta watu baadhi pamoja na wazazi wa Freddy pia wakiwamo. Shikamoni wazazi wangu, Nancy alisalimia kwa heshima sana. Marahaba mwanangu. Baba yake na Freddy alitikia kwa kujikaza, ila mama yake na Freddy alishindwa, alijikuta machozi yakimbubujika. Poleni sana. Tunashukuru sana mwanangu. Samani mama, tunaweza tukaongea kidogo? Bila shaka baba, tunaweza tukazungumza. Baba Freddy akawa wa kwanza kutoka ndani hapo, huku Inspekta Nancy akiwa anamfuata kwa nyuma. Ndiyo mzee wangu, nakusikiliza. Mwanangu, hivi ni nani aliyehusika na hiki kifo cha huyu mwenzenu? Baba, tunaendelea kufuatilia kwa umakini sana, na ninakuahidi kama jeshi la polisi tutahakikisha hili swala linakuja kwenye mstari, na wale wote waliohusika kwenye hili jambo watakamatwa na kufikishwa mahakamani. Nitafurahi sana. Masikini mwanangu, unajua mwanangu alikuwa anakwenda kufanya kazi Ikulu na aliahidiwa kuwa atachaguliwa kuwa mwanahabari wa Ikulu. Ona sasa kijana wangu amepoteza maisha. Baba yake na Freddy alizungumza huku machozi yakimwagika, na mara kadhaa alijikuta akijifuta machozi. Na kuomba sana binti yangu, hawa waliohusika na kifo cha mwanangu Freddy hebu wakamatwe haraka iwezekanavyo. Sawa baba,
Nitafanya kila liwezekanalo na watakamatwa na kuahidi. Nashukuru sana binti yangu. Baba, nilipita mara moja baba kuwaona. Acha mimi nikaendelee na mchaka wa kuhakikisha tunawapata wahusika waliohusika na kifo cha Freddy. Sawa mwanangu. Baba, hiki kiasi kidogo baba kitaweza kusaidia kwenye chakula hapa msibani. Nashukuru sana mwanangu. Mwenyezi Mungu akuongezee pale ulipopunguza. Amina baba. Naam, walirudi ndani na ndipo Inspector Nance alimkabidhi mama yake na Freddy 100,000 aliyokuwa ameikunja mkononi mwake, na watu hawakuiona hiyo pesa. Mama, hicho kidogo kikukusaidia wewe kwenye chakula. Asante mwanangu. Wadogo zako wako huko chumbani. Sawa mama. Nancy alielekea katika chumba cha mabinti wa kike. Alifungua mlango na kuwakuta wadogo wa kike 2 wa Freddy pamoja na mdogo wake ambaye ni mchumba wa Freddy. Wakamsalimia Nancy huku wakiwa na huzuni kubwa mno. Wameniulia mpenzi wangu. Ona sasa dada, nimebaki na pete ya uchumba tu. Mdogo wa Nancy alilia kwa uchungu, kwani walipanga baada ya Freddy kuajiriwa Ikulu basi wangefunga ndoa ambayo waliamini ingehudhuriwa na viongozi wengi ikiwamo mpaka Mheshimiwa Rais, ila ndoto zote hizo zimezima kama mshumaa. Nancy akasema, mdogo wangu, na kuhakikishia tutawapata hawa waliosababisha hili swala. Hebu niamini mimi mdogo wangu, sawa? Sawa dada. Nancy ilibidi ajikaze kutokulia, ila macho yake tayari ilishaanza kutawaliwa na uwekundu. Nancy akanyanyuka na kisha alitoka ndani hapo. Alielekea nje alipokuwa ameliacha gari lake. Aliingia na kisha akajifungia kwa ndani. Nancy alipoingia ndani ya gari lake, pale alianza kulia kwa uchungu mno. Alimfahamu Freddy kupitia mdogo wake huyo, mtoto wa mama yake mdogo. Mapenzi yake na Freddy yalianzia chuo cha habari, ambapo kwa mara kadhaa Freddy alikuwa anafika nyumbani kwa Nancy alipokuwa anaishi na mdogo wake huyo, na hata taratibu za mdogo wake kuvalishwa pete ya uchumba ni yeye akishirikiana na wazazi wa mdogo wake waliziandaa. Sema sasa, siku ya mdogo wake kuvalishwa pete hakubahatika kuwepo kutokana na majukumu ya kikazi. Picha za jinsi Freddy alivyolala mochwari na kukuta amepasuliwa zilizidi kumchanganya akili yake Inspector Nance, na akaifanya hasira yake izidi kupanda maradufu. Aliwasha redio yake ya upepo huku akiwa ameishika na mkono wa kushoto uliokuwa unatetemeka kwa hasira mno. Mungu wangu, Nancy, hasira sio suluhisho la tatizo. Hebu punguza hizi hasira. Mbona nina hasira hivi? Alijisemesha nafsini mwake, na kisha akairudisha simu hiyo alipokuwa ameitoa, na taratibu Inspector Nance aliondoka eneo hilo la msibani. Naam, msikilizaji, tukirudi upande wa pili, upande wa kijana Roy pamoja na Bobby. Roy alionekana kusifia kile chakula alichokuwa nakula. We mhudumu, chakula chako cha leo kitamu sana ise. Sana. Nashukuru sana wateja wangu. Siku hizi mmeoa, maana hata siwaoni mkuja hapa kula. Wewe. Hasa kama tungeoa ungetuona tunapete vidoleni. Wewe hapa unavutuona ukituangalia hivi, au wewe mimi hapa pamoja na Bobby ukituangalia hizi sura unaona za kuoa hizi. Alafu kweli nyinyi sura zenu hata sio za kuoa nyinyi. Alafu wewe, hawa wadada wao wamewatolea wapi hao wapi? Mbona hapa naona kama vile umeongeza wadada wengi wapi umewatolea wapi? Naam, Roy alizungumza huku akimtazama msichana mmoja aliyokuwa amevalia sare ya huo mgahawa. Ila we nawe, hawa mimi wafanyakazi wangu wapya hawana hata wiki hapa. Ndio maana. Alafu sikia, umemwona yule mhudumu yule? Nimemuelewa kichizi. Sasa unanisaidiaje kuipata ile pisi? Ila we Roy, we bwana, hivyo we Roy hujaacha hizo mambo zako eh? Sasa naachaje? Ikiwa jogoo anapanda mtungi na ninakula ninashiba kama hivi, yani naachaje sasa? Afu mimi mtoto wa kiume, yani unataka mimi niwe aje sasa? Unataka ni left group au?
Afu mimi nashangaga sana wanaume ambao wana left group. Hivi hujui kama kuna raha sana yuko mwanaume? Unadinya tu unadinya. Hivi wanajua gara ya kudinya kweli? Sikiliza, mimi yule mhudumu wako yule nimemuelewa. Fanya mpango basi. Nenda zako wewe yule mke wa mtu yule. Bana wewe usiniambie kweli mke wa mtu. Sasa huo ndo ukweli nakwambia, yule mke wa mtu. Hasa ingekuwa sio mke wa mtu mimi ningekunyima. Mke wa mtu yule. Hasa kama mke wa mtu si anadinyika tu mara moja. Yaani issue si anadinyika. Kwani mke wa mtu kwamba pamefungwa, yani kwamba kuna loki pale uwezi kudinya? Kwani wewe unahisi mimi nataka kumweka ndani au? Acha kuzingua bwana wewe. Mke wa mtu. Mimi nadinya tu mara moja napita kushoto. Labda kama ningekuwa nataka kuoa kweli. Nisikilize Roy. Issue hapa sio kumweka ndani, issue sio kumoa. Lakini si unajua kumjengea heshima mwanaume mwenzio sio mbaya. Sio vizuri kutembea na mke wa mtu. Ila poa tu fresh no. Naam, muda wote Roy akiwa anazungumza na huyu Shashi. Shashi ndiye bosi mwenye huu mgahawa, lakini upande wa pili macho ya Bobby yalikuwa muda wote hapo kwenye simu kuitazama picha ya mtu inayesemekana ndiye aliyesuka mipango ya kuuliwa kwa Freddy. Sasa Shashi akasema, Bobby, mbona leo unaonekana kama una mawazo mengi sana? Nini shida mpenzi? Shashi alizungumza huku akiwa anatupia jicho kwenye simu ya Bobby. Bobby, hebu nimuone huyo jamaa. Shashi alizungumza huku akiwa anachukua simu ya Bobby na kuitazama. Huyu si chura huyu. Huyu mshenzi mimi namdai huyu. Afu simu zangu apokei. Kauli ya Madam Shashi ilimfanya Bobby na Roy watazamane, kwani Shashi anawafahamu kuwa wao ni wafanyabiashara tu wa mjini, ila hajawahi kutambua chochote kuhusiana na kazi ya upelelezi wanayoifanya. Yaani iko hivi, Shashi hajui kama Bobby na Roy ni wapelelezi kutoka serikalini. Anachojua Bobby na Roy ni wafanyabiashara tu wa mjini. We Shashi, hebu subiri kwanza. Unataka kusema huyu mtu wewe unamjua? Mimi unamjua huyu? Huyu mimi mteja wangu. Tena jamani, huyu mkaka ni mshenzi mnajua Alikuja hapa kukodisha hapa kufanya birthday ya demo wake sijui hapa. Alilipa nusu ya pesa tuliokuwa tumekubaliana na nusu bado hajanimalizia huyu mjinga. Nikimpigia simu zangu apokei. Namjua vizuri sana. Naam, Shashi alizungumza huku akimtazama Bobby usoni mwake. Bobby akasema, unaweza kutupatia namba yake ya simu? Nawapatia. Kwanza huyu mkaka huyu ameshawaliza na nyinyi kwa maana mimi huyu mpaka nimemchukulia nini RP sijui RB sijui, yani kwamba nikimwona popote namkamata, na umeshapita mwezi sasa toka siku hiyo hajaja, yani hajawahi kukatiza kabisa kuja hapa. Naam, Roy akatazama maeneo ya kuta za mgawa huo wa kisasa na kisha akasema, Madam Shashi, hapa kwenye huu mgawa kamera zako zinafanya kazi? Zinafanya kazi. Kwa hiyo zinaturekodi, yani kwa muda gani zimeanza kuturekodi? Au toka zimeanza hapa kufanya kazi zina muda gani? Toka nizifunge hapa zina mwaka mzima. Alafu mimi matukio yote naweza nikayapata hata hapa kwenye simu yangu, yanayoendelea yote hapa yanayoendelea mgawani. We Shashi, hebu kwa tuoneshe hiyo siku ya birthday tuone kwanza. Hiyo siku ambayo jamaa alifanya hapa birthday na huyo mpenzi wake. Naam, Madam Shashi bila ya hiana, bila kujua Bobby na Roy ni wapelelezi kutoka serikalini, yeye akachukua tu matukio ya tarehe ambayo huyo mtu anajiita chura alifanya birthday na mpenzi wake katika huo mgahawa wa Shashi. Kwa hiyo Shashi, unataka kutuambia hivi vyakula na vinywaji vyote alichukua hapa mgawani kwako? Kila kitu alinipa tenda ya kuandaa. Sema tu ndo hivyo. Yaani amekuwa ni tapeli. Na nilivyouliza nikaambiwa jamani tapeli, alafu ni wale watu wanaopenda kuishi maisha ya kujiachia sana. Ikiwa pesa zenyewe kwanza hata hana. Kumbe. Mimi ndo nawaambia ni ukweli.
huyo mtu anajiita chura huyo, tapeli nyewe, mimi nawaambia ni nyinyi. Na vipi, hujui makazi yake ni wapi? Kwa kweli hata sijui mimi, ila kuna askari mmoja hivi ni rafiki yangu, nilimpa kazi ya kumtafuta huyo chura huyo, ila kila akipeleleza hajui ni wapi jamaa anaishi na wala hana ratiba ya kueleweka huyo jamaa. Na simu yake ipatikani? Simu yake inapatikana, hata kabla ya kuja hapa niliipiga. Ngoja nipige tena muone. Naam, bidada huyu Shashi akaipiga hiyo namba na kweli simu iliita hadi ikakata na haikupokelewa. Si mnaona? Hapokei. Mtu namdai na simu zangu hapokei. Mimi naambieni huyo chura huyo ni tapeli. Hapo hapo Bobby akainakili namba ya huyo chura. Shashi, una uhakika hii ni namba yake? Mara nyingi amekuwa akinipigia kwa namba hii na ndo nimeisave. Okay, sawa. Kwani nyinyi wamewafanyaje? Mbona kavya mnamtafuta? Hapo swali hilo la Shashi likamfanya Bobby amtazame Roy. Iko hivi madam, unajua huyu jamaa chura huyu ni mjinga sana. Alituletea mteja, kuna biashara tulitaka kufanya naye. Sasa yeye na mteja wote wameingia metini. Namba ambayo alitupatia haipatikani. Namba ya mteja mwenyewe haipatikani. Na ubaya tulishaweka oda ya mzigo kwa pesa zetu, tukiamini kabisa biashara ni ya uhakika. Kumbe haisenyi poleni. Ndo mjini hapa. Jamaa huyo ni tapeli, yani kweni naye makini. Kwa kweli inabidi tuwe naye makini. Naam, walimaliza kupata chakula cha usiku katika huo mgahawa na kisha waliondoka. Roy akasema, "Oya kaka, sikiliza. Tukimpata huyu demu wake, basi tutakuwa tumeshampata na huyu jamaa." Roy alizungumza huku akiwa ameipakata laptop yake mapajani, huku akiwa ameifungua akitafuta picha ya msichana waliyemuona kwenye hiyo sherehe ya birthday party. Yes, Roy alisema huku akiwa ameipata picha ya huyo binti zilizompeleka mpaka kwenye akaunti yake ya Instagram. Oya Bobby. Ona. Bwana bonge la toto mwanangu. Oya cheki mwanangu. Oya toto limeumbika mwanangu. Anoma mwanangu. Balaa. Roy alizungumza hivyo huku akimwonyesha Bobby picha za huyo msichana aliyekuwa amebarikiwa kuwa na umbo zuri, huku katika akaunti yake hiyo akiwa ameposti picha zake, huku baadhi ya picha akiwa amevalia tu nguo na sidiria, yani amevalia tu kingo cha ndani na kisidiria, yani kama yale mavazi ya bichi. Na kweli mtoto alikuwa ni toto haswa. Msikilizaji, ukipewa toto kama hili kulikataa kama we ni mwanaume mwenzangu ni ngumu. Labda mtu anayeweza kulikataa toto kama hili ni Uncle Jay peke yake, kwa sababu Uncle Jay ni kijana mkarimu, mcheshi, mcha Mungu na hapendi mambo haya ya kidunia. Kama unabisha bisha, kama unanuna, ila huo ndo ukweli. Uncle Jay hapendagi kabisa mitoto kama hii. Oya Roy, ili toto mwanangu, toto kweli. Anapatikana wapi? Hapa mwanangu, nikiangalia location, post ya mwisho ameposti dakika 5 zilizopita. Alafu yupo klabu. Klabu gani? Yuko Maisha Club. Wasikiliza, kama ameposti dakika 5 zilizopita manake yuko kwenye hiyo klabu. Tunamuwai mwanangu, tumuwai sasa hivi. Naam, Bobby alizungumza hivyo na kisha alibadilisha mwelekeo wa safari yao na kuelekea katika Maisha Club. Walifika katika ukumbi huo uliokuwa umefurika watu, huku burudani zikiendelea. Kila mtu akapita kona yake, huku akiwa kwa makini mno katika kumtafuta huyo msichana aliyebarikiwa. Msichana huyu, msikilizaji, ni sawa na kuimba ile nyimbo ya Rayvanny, toto hilo umeliona, toto hilo, toto hilo. Roy akawa kwanza kumuona katika sofa maeneo ya VVIP. Yani sio VIP, hilo toto hilo naambiwa lilikuwa limekaa maeneo ya VVIP.
Na hilo toto unaambiwa sio toto mtoto mdogo, yani toto pisi la maana. Unaambiwa hilo demu, unaambiwa alikuwa amekaa na rafiki zake wakipata vinywaji na kuvuta shisha, huku mbele yao kukiwa kuna mabouncer watatu wakiwazuia wasiokuwa rafiki wa binti huyo kuto kuingia katika hilo eneo. Oya, hili toto nimeliona huku kaskazini mwa huu ukumbi. Roy aliandika ujumbe huu ambao aliutuma kwa Bobby. Bobby aliuona na kisha akaelekea eneo alipo na akakaa kiti cha tatu kutoka pale alipokuwa amekaa Roy katika eneo la counter, huku wakitazama mechi iliyokuwa inaendelea kwenye TV. Mhudumu, naomba niletee maji tu, yananitosha. Bobby aliagiza maji kwa sauti ya chini kabisa na mhudumu akampatia chupa ya maji na kisha akailipia. Dakika 20 toka wameingia ndani ya huo ukumbi, wakamuona Chura bwana. Chura alikuwa akiingia katika hilo eneo huku akiwa amevalia kofia pamoja na sweta lenye kofia. Chura akakumbatiana na huyo msichana aliyevalia kibukta kifupi kinachoyaacha mapaja yake wazi. Bobby akasema, ndege wetu ameshaingia tunduni, huyu leo lazima tuseme naye. Bobby aliandika ujumbe huo kumtumia Roy. Roy akasema, ya mwanangu, hata mimi Chura nimemuona, huyu leo tunaruka naye kudadadeki. Mshikaji akamwambia poa, wanetu hawa tayari wameshaingia kwenye mtego wetu. Basi hapo ndipo Bobby na Roy wakaendelea kumfuatilia Chura kwa umakini, bila yeye mwenyewe Chura kujua kwamba kuna wapelelezi wawili wapo hapo ndani wanamfuatilia. Majira ya saa 5 za usiku, jamaa huyo wa kuitwa Chura na mpenzi wake hilo toto bonge la toto wakiwa na walinzi watatu pamoja na wasichana wawili wakatoka ndani ya huo ukumbi, na hapo ndipo Roy akawa wa kwanza kutoka, huko Bobby akiwa anafuata kwa nyuma. Bobby alipokuwa anafuata kwa nyuma akamkuta Roy tayari ameshawasha gari. Roy akasema, wewe sikia mwanangu, nimewaona wameelekea kushoto. Roy alizungumza huku akiwa anaondoa gari taratibu. Wakaingia barabarani na wakaona gari hiyo aina ya Toyota Alphard. Sasa Bobby akamwambia, sikiliza Roy, usiwasogelee kwa ukaribu, watajua tunawafuatilia. Bobby alizungumza huku akitoa bastola yake chini ya siti yake. Lakini Roy akasema, mbona inaonekana yule demu ni wakishua? Mbona kama yule demu si wa Tabata wala Sinza? Yule demu ndugu yangu, mbona kama vile wa Mbweni, Masaki, Oysterbay. Bobby ilibidi aulize, kwa nini unasema hivyo? Kaka, hivi umeona wale mabouncer wake? Afu kinachoonekana kama huyu Chura huyu ni mdananda tu huyu. Huyu kama Mario tu analelewa mwanangu. Hapa mwenye hela inaonekana ni yule demu. Sikiliza Roy, hebu acha tuone itakavyokuwa. Endelea kuwafuatilia. Naam, kweli bwana. Wakafika Mikocheni na gari hiyo ikaingia katika jumba la ghorofa 3 huku geti kubwa likijifunga kwa umeme. Oya Bobby, hii nyumba itakuwa ni ya nani? Roy aliuliza na kumfanya Bobby kuifungua laptop na kuingia katika tovuti ya makazi ambayo kwa kupitia namba za nyumba na eneo ilipo unaweza kupata taarifa zote za mmiliki wa hiyo nyumba. Sikiliza Roy, hii nyumba inamilikiwa na Stella Bray na ndo huyu dem. Picha yake hii hapa, unaona hapo? Ndo kweli ndo huyu dem mwanangu? Ndo huyo. Huyu dem anafanya kazi gani mpaka anamiliki jumba kama hili? Roy, unaniuliza swali ambalo siwezi kukujibu, sijui chochote mzee wangu. Hapo Roy ilibidi asimamishe gari mbali kidogo na ilipo nyumba hiyo. Wakaanza kutembea kwa miguu huku kila mmoja bastola yake alikuwa ameichomeka kiunoni kwa nyuma. Taa za barabara ya lami iliyopo katika mtaa huo wenye majumba ya kifahari hazikuwazuia kuruka ukuta wenye fensi ya umeme, ila walitumia ujuzi na uwezo wao na hawakuweza kugusa nyaya hizo za umeme. Ndipo kijana Bobby na Roy wakatua ndani ya jumba hilo bila hata ya kutoa kishindo chochote, yaani walitua kama vile maninja. Eneo walipokuwa wametua kulikuwa kuna bustani ya maua makubwa na kulikuwa kuna kigiza, kitu kilichowafanya kila mtu kuchomoa bastola yake. Wakaanza kuwa makini huku wakitazama walinzi wawili wenye bunduki wakizunguka katika eneo la jumba hilo. Bobby na Roy wakaiona gari aliyokuwa amepanda Chura na wenzake.
hiyo gari ikiwa katika maegesho pamoja na magari mengine 4. Bobby akatoa ishara na kila mmoja akapita upande wake. Bobby akapita kulia, Roy akapita kushoto. Kila mmoja alimnyatia mlinzi wake kimya kimya. Roy akamzimisha mlinzi mmoja na Bobby naye akamzimisha mlinzi mmoja, na kisha wakawavuta wale walinzi mpaka kwenye giza, huku bunduki za wale walinzi wakazitoa risasi na kisha wakazitupa. Bobby na Roy wakajibanza kwenye dirisha moja, wakachungulia ndani. Waliwaona mabouncer wakiwa wamesimama sebuleni hapo, huku wasichana wawili wakiwa wanacheza muziki, huku wakiwa wamevalia tu nguo za ndani, na mezani kulikuwa kuna chupa za bia. Hapo ndipo Bobby akampa ishara rafiki yake Roy ya chumba kilichopo ghorofa ya pili kikiwa kinawaka taa. Roy bila hata kujishauri mara mbili alirudi nyuma hatua kama 3. Alikimbia kwa kasi na kisha akarukia kishikizo kilichopo ukutani, akajivuta mpaka kwenye kibaraza kilichopo katika dirisha la juu. Hakuishia hapo Roy, akapanda tena ukuta huo kuelekea juu mpaka kafika kwenye kibaraza kinachowaka taa. Kwa umakini wa hali ya juu mno, akazifikia bomba zilizokuwa zimezunguka kwenye kibaraza hicho. Roy akachomoa bastola yake na kisha akachungulia katika dirisha hilo. Akamwona Chura akiwa amemuinamisha msichana huyo, huku akiendelea kufanya naye mjigi, yani ile kujigijiana, kudinyana, walikuwa na dinyana. Chumba kizima kilikuwa kimetawaliwa na sauti za Stella tu. Stella alikuwa anapiga kelele. Mimi tamu. Roy sasa huku nje dirishani akasema kudadeki. Au demu ana mzigo sio poa. Roy alizungumza huku akitazama ule msambwanda wa Stella namna ulivyokuwa unatikisika. Na muda huo yule kijana Chura akiwa ameshikilia kiuno cha Stella. Hapo mkono mwingine ulikuwa yani huyu jamaa Chura alikuwa anapeleka moto yule binti. Na unajua mimi si unajua hivi, ushaye kupanga nyumba ambayo watu wakijidinyana chumba cha pili wanapiga kelele mpaka huko unasikia mara pokuwa unaweza kusema kwamba watu wanagombana, kumbe watu wanakulana midinyano. Stella alikuwa analalamika huku miguu inamtikisika. Yule jamaa Chura ndo akawa anazidi kuonesha makeke. Sasa lile zigo likana basi ile unalishikilia hivi unalikamatia yule. Sasa Chura naye yule jamaa na lenyewe likana lalamika. Yani si wajua. Akatoa ile koki ile jamaa ile Chura akatoa ile bomba ile. Alivyotoa ile bomba akaanza kumwagilia pale kwenye ile sigo la nini, akaanza kumwagilia pale. Baada ya dakika kama 3 yule jamaa Chura akatoka. Na hapo alitoka mara baada ya kuingia kule bafuni. Sasa Chura alipoenda bafuni, Roy akawa anamtazama Stella. Stella alikuwa amelala pale kwa kuchoka kweli kweli. Na tukumbuke Roy alikuwa yuko dirishani anachungulia nayoendelea ndani. Kwa baada ya dakika 3 Chura akatoka kule bafuni. Chura akamuuliza Stella kwamba vipi mpenzi, umezimia? Bana baby, niache nilale kidogo. Sio kwa kunipelekea huku moto na hizi pombe, nimejichokea mimi nalala bwana. Okay sawa, ngoja basi nivute sigara kidogo basi. Na muda huo Chura alizungumza hivyo huku akichukua kibiriti na pakti ya sigara pale mezani. Roy alikuwa amejibanza vizuri pembezoni mwa dirisha hilo lenye mlango wa kioo, kwa sababu Chura alikuwa anaelekea uelekeo alipokuwa yeye Roy. Chura akausogeza mlango huo wa kioo na kisha akatoka bila hata kumwona Roy. Kabla hajafanya chochote, Roy alimpiga shingoni mwake Chura na pale pale Chura akazima. Roy akachungulia hivi chini, akamwona Bobby ambaye ni rafiki yake anamtazama kule juu. Hapo ndipo Roy akatoa ishara ya kwamba mdake huyo Chura anamshusha huko chini. Chura ambaye alikuwa ni mwembamba, ni mtu mwenye kilo kama 58 hivi ama 60.
Kwa hiyo Bobby akanyosha kidole gumba kwamba fresh, mwachie huyo aporomoke huku chini, mimi namdaka. Kweli Roy akamsukuma chura, na Bobby kweli akamdaka kimya kimya, akamweka begani. Na hapo muda huo huyu chura huyu alikuwa hana nguo kabisa, kwa sababu alikuwa ametoka kwenye midinyano, kwa alikuwa hana nguo kabisa. Sasa kule juu gorofani upande wa Roy akasema, wewe toto wewe, nitakutafuta tu kwa wakati wangu. Hilo zigo hilo lazima na mimi nipite nalo, sio bure. Toto. Roy alizungumza hivyo huku akiwa anamtazama Stella. Stella alikuwa amejilaza kifudifudi, huku mguu mmoja akiwa ameukunja na mmoja alikuwa ameunyosha na kufanya huku msambo anda, nakwambia ulikuwa umekaa kama kichugui hivi, yani kama mlima hivi. Hapo ndipo Roy akaanza kushuka kwa umakini na akatua bila hata ya kishindo. Akachungulia dirishani na kuona mabouncer hao walikuwa wakipewa pale huduma na wale wasichana pale sebleni, na wenyewe pia walikuwa wakihudumiwa pia. Roy mpaka aliguna, bona ibala. Roy aliguna kimoyomoyo huku akiwa anamtazama Bobby aliyekuwa ameanza kutembea kuelekea getini. Akamfuata kwa nyuma Bobby kwa mwendo wa kasi mno. Bobby alijibanza kwenye kibanda cha getini na Roy akakimbilia mpaka lilipo gari. Akairudisha nyuma gari kwa kasi mpaka getini. Bobby akatoka ndani ya geti dogo na kisha akalifunga. Akamuingiza yule jamaa chura akiwa kwa utupu vile vile, akamlaza siti ya nyuma na kisha akaingia siti ya mbele na kukaa, na kisha wakaondoka hilo eneo. Roy, nimeshazidukua kamera zao, hivyo hawataona chochote. Bobby alizungumza hivyo huku akimtazama Roy. Roy akiongeza mwendo wa kasi wa gari hiyo. Roy akasema, oya kaka, kazi nzuri mwanangu. Kweli walifika nyumbani kwa Roy. Bobby akamwamsha yule jamaa chura ndani ya gari na moja kwa moja akamuingiza katika nyumba ndogo iliyopo nyuma ya nyumba yake hiyo. Akamkalisha chura katika kiti, akaifunga mikono na miguu ya chura kwenye hiko kiti. Oya Bobby, unajua nimemkuta huyu mpumbavu huyu analiswaswambua lile lidada kule. Na lile lidada nakwambia lina msambo andaise mwanangu, sijapata ona. Msambo unatikisika tikiti. Yaani mpaka nikajikuta mwanangu na mimi natamani. Ila Roy, mimi nakwambia ukweli mwanangu Bobby, huyu fala anafaidi mwanangu. Wewe lile toto mwanangu lina zigo. Hapo toto jeupe halina tadoa. Kaka toto jeupe halina doa. Roy, nakuelewa mwanangu, na huo ndio ugonjwa wako mzee wangu. Naam, Bobby alizungumza huku akitazama maji yaliyokuwa yanamiminika kwenye ndoo ndogo kutoka kwenye bomba lililomo katika chumba hicho cha mahojiano. Oya Bobby, sijui nikwambiaje mwanangu, wewe nilitamani nikaingilie kati. Sema majukumu yetu ya kikazi yamenishinda. Oya toto baraka kaka. Kudadeki. Roy akafungua katika freezer, akatoa mabarafu mengi, akayamimina katika ndoo ya maji. Kila mtu akavaa gloves ngumu mikononi mwake, wakavalia pale mabushori yaliyokuwa yamewaacha macho wazi. Bobby akatazama mabarafu na kuyaona yameanza kuyayuka. Bobby alichukua ndoo hiyo na kisha akamwagia yule jamaa chura usoni mwake. Chura alikurupuka huku akiwa anaangaza. Chura anakuja kushtuka, anawaona wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele yake huku wamefunika nyuso zao. Nyinyi ni akina nani? Chura aliuliza huku akiwa amejawa na uoga na mwili mzima ulikuwa ukimtetemeka. Roy akasema, oya, utakavyokuwa muwazi ndivyo utakavyotoka eneo hili ukiwa uko salama. Roy alizungumza hivyo huku akitoa simu yake mfukoni na kisha akasema, oya, huyu mtu unamfahamu? Ndo nani huyo? Swali na jibu, na sio wewe utulize sisi swali. Na kuuliza kwa mara ya pili, huyu mtu unamjua? Simjui. Hapo Bobby akachukua pliers juu ya meza na kisha akayaminya yale makende ya huyu jamaa, akaenda kayabana ngi, akaanza kuyaminya. Jamaa alilia kilio iko. Msikilizaji,
hakuna kitu kinauma kwa mwanaume kama kuminywa. Asikwambie mtu. Yaani msikilizaji, muulize mwanaume yoyote hata wakati wa kufungua jinsi anapofungua ile zipu. Alafu kwa bahati mbaya ile zipu wakati anafunga au anafungua ikanasa kwenye makende. Hata kama uwe na umri wa miaka 50 utalia tu. Msikilizaji, jamaa akachukua pliers akaenda kabana kwenye makende ya mshikaji. Akamwambia, sikiliza, nitavunja haya. Hata lile demu lako hutoweza tena kutembea nalo. Mimi sijui. Mimi mnanionea tu. Mnanionea. Chura alizungumza huku akitetemeka, na muda huo Bobby hakuhitaji kurudia tena. Kweli bwana, akaanza kuyaminya yale makende ya mshikaji. Jamaa alilia kwa uchungu kwa sababu maumivu yake maumivu alikuwa anayopata mshikaji. Hakuna mwanaume yote anaweza kuvumilia swala la maumivu huku. Jamaa mwenyewe nasema aliposema kwamba anasema, na hapo ndipo Bobby akatoa ile pliers. Muda huo yule jamaa kuitwa Chura alikuwa analia kwa uchungu mno. Roy akasema, ingewachukua polisi wiki hadi miezi kukupata we mpumbavu, ila sisi imetuchukua masaa tu kukudaka. Hivyo hata ukweli utakaoweza kuzungumza, basi tambua unahitajika uwe ni ukweli, na sivyo kama itakuwa tofauti utakufa. Roy alizungumza huku akimtazama Chura aliyekuwa amejikunja kwa maumivu makali mno. Muda huo msikilizaji, huyu jamaa kuitwa Chura, maumivu alikuwa anahisi huku ni kama vile amepoteza kabisa sehemu zake za siri. Mimi nitasema kila kitu. Ongea, tunakusikiliza. Huyo kijana ulionionyesha picha yake mimi namjua. Tusikilize wewe bwana. Sisi tunajua kama wewe unamjua. Na wewe ndiye ulimpigia simu kumuita sehemu ambayo ulimtumia location. Sasa tunataka kujua location ilikuwa ni wapi. Naam. Yule jamaa aliyekuwa ametekwa, aliyefahamika kwa jina la Chura, macho yalimtoka, kwani kazi hiyo yeye aliamini aliifanya kwa akili kubwa mno, na akaamini hakuna atakayeweza kutambua kwamba yeye ndiye mhusika wa mipango ya kifo cha Freddy. Ila kwa maelezo ya hawa wanaume wawili waliokuwa wamesimama mbele yake, ilikuwa ni kama surprise kubwa mno. Ilikuwa ni surprise kubwa sana kwake, na swali alilokuwa anajiuliza, hawa jamaa wamejuaje ikiwa kazi hiyo huyu jamaa Chura anaamini aliifanya yeye mwenyewe pasipo mtu yote kuweza kujua. Mimi hapa nilipewa kazi na Oya, zungumza, ulipewa kazi na nani? Nilipewa kazi na bosi. Oya Bobby, huyu jamaa ana kona nyingi sana mwanangu. Yaani vile alinyoshi maelezo ambavyo sisi tunataka. Sasa ngoja. Naam, hapo kijana Roy alizungumza hivyo na kisha alichukua nyundo bila hata kujiuliza mara mbili. Bana, alishusha hiyo nyundo, alimpiga huyu jamaa wa kuitwa Chura katika ugoko wake wa mguu. Ulikuwa ni mguu wa kushoto. Huyu jamaa wa kuitwa Chura, alipiga yoyo kubwa mno. Kupigwa nyundo kwenye ugoko msikilizaji, sio masihara. Jamaa alilia, jamaa alipiga kelele, na ndipo Roy akamwambia, oya, utatoa maelezo utoe ama ni kuongeza tena nyundo nyingine? Roy alizungumza huku akiwa ameshika mguu wa kushoto. Ni bosi wangu.
Bosi wako anaitwa nani? Anaitwa Bata. Ndiye aliyenituma kwenye hii kazi. Bosi Bata? Ndio, ni Bosi Bata. Alinipa jukumu la kumuua Freddy kwenye eneo la tukio. Tukio lilifanyika wapi la mauaji? Naam, hapo Roy aliuliza huku akiwa ameushikilia mguu wa huyu jamaa wa kuitwa Chura, na alikuwa ameushikilia mguu huo kwa ajili ya kumshushia nyundo nyingine. Walimuita maeneo ya Chanika kule. Hilo eneo wewe unalifahamu? Mimi hapa niliambiwa tu Chanika, na nikatuma linki ya eneo la sehemu alipokwenda. Nilimtumia location kwenye simu yake. Ulimtumia kupitia message ya kawaida ama ulimtumia kupitia kwa namna gani? Nilimtumia kupitia Telegram. Lakini jamani, mimi hapa mwenzenu nilikuwa tu kama mtu wa katikati, kwa maana ya kwamba huwa ninakutanisha watu. Yaani mimi hapa ni kama dalali tu. Mabosi wangu akiniambia wanamtaka mtu fulani, mimi ndo nakuwa nawakutanisha. Na mimi hapa sikujua kama Fred anaenda kuuawa. Mimi mnanionea. Huyo Bata ni nani? Mimi hapa kama nilivyosema, mimi hapa ni dalali tu. Huyo Bata mimi simjui. Sijawahi kukutana naye, na hata sauti yake huwa inakuwa kama nzito hivi, ila simjui. Una namba zake za simu? Hapana. Anapiga kwa private number. Mimi hapa namba yake sina bro. Pesa anakulipaje? Pesa huwa anasema ufike sehemu fulani. Ukifika unakuta bahasha yako, na mara nyingi huwa zinakuwa ni bahasha ziko jalalani. Kweli tena brother. Umefanya naye kazi ngapi huyo jamaa wa kuitwa Bata? Hii hapa ni kazi yangu ya 3. Kweli, hii hapa kazi yangu 300. Tunampataje huyo Bata? Mimi hapa sijui. Mimi hapa kama nilivyowaambia, mimi natumika tu, my brother, naomba mnisamehe. Sikiliza wewe jamaa. Kazi 2 ulizifanya na huyo jamaa kuitwa Bata. Ukiachana hii kazi ya 3 kwenye mauaji ya Freddy, nataka kujua hizo kazi 2 zilihusiana na nini? Kazi ya kwanza, kuna wazungu walikuwa wanahitaji mzigo wa pembe za ndovu. Kwa mimi niliwafikishia mzigo hao wazungu. Zilikuwa ngapi hizo pembe za ndovu? Mimi hapa sijui kwa kweli, kwa sababu zilikuwa kwenye sulfate. Kwa hivyo zilikuwa kama zimekatwa. Mimi nilichukua hizo pembe za ndovu kwenye sulfate jalalani, na kisha nikawapelekea wazungu pale Kawe pale kiwanjani. Unawakumbuka hao wazungu? Hapana. Ilikuwa ni usiku kama wa saa 2. Na sehemu tulipokutana nao hao jamaa ni sehemu ambayo kulikuwa kuna mkutano wa dini. Hivyo walikuja tu wakachukua hiyo sulfate wakatoweka kwenye makundi ya watu waliokuwa wanatawanyika kuondoka kwenye huo mkutano wa dini. Na kazi ya pili ilikuwa ni kazi gani?
kazi ya pili bro ilikuwa ni Ongea, atukubembelezi mara mbili. Ilikuwa ni kuchukua mzigo wa dawa za kulevya bandarini na kwenda kuuacha kwenye chemba moja hivi. Unaifahamu hiyo chemba? Ndio bro, ndio naijua. Unaweza kutupeleka sasa hivi? Brother, mi wataniua brother. Kwani wewe unaamini vipi kama sisi hatutokuwa? Ikiwa sisi ndio tutakao kuwa? Brother, naombeni mnisamehe. Brother, mimi. Kwa hiyo dili zako uwe Chura pamoja na huyo jamaa kuitwa Bata, huwa mnapiga kwa mfumo huo, si ndio? Ndio wakuu, ndio mablaza na kwaga hivyo. Yule bosi wangu Bata ni mtu hatari sana, ni mtu mwenye nguvu, ni mtu ambaye akitaka chochote kile chini ya hili jua kinafanyika. Wewe sikiliza, unaonaje tukakuua ili usije kusababisha kifo kwa mtu mwingine asiyekuwa na hatia? Naam, hapo Bobby alizungumza huku akimwonyeshea huyu jamaa Chura, alimwonyeshea bastora ya kichwa na kumfanya huyu jamaa kuitwa Chura azidi kuangua kilio. Hapana brother, msiniue. Mimi hapa, mimi nawaahidi nitawasaidia kivyo vyote vile kumpata huyo Bata. Una uhakika na unachokisema? Ndio bro, ndio. Aloy, huyu jamaa mwongo huyu, hamna kumwamini. Huyu jamaa atatukimbia. Naam, Bobby alizungumza huku akiwa na uchungu mno, na Roy akasema, kweli mwanangu. Hapana, mimi hapa nitawasaidia. Naombeni niishi, naombeni niendelee kuishi jamani. Mimi hapa nitakuwa timu yenu. Bobby na Roy wakatazamana. Roy akafungua friji, alitoa kichupa kidogo chenye dawa, alichukua bomba la sindano akaivuta hiyo dawa, na kisha akamwambia yule jamaa, sikiliza wewe, hii ni sumu kama sumu zingine na inaua ndani ya masaa 24. Sasa hivi ni saa 8 usiku. Hii sumu haina dawa hospitalini. Hata ukienda hospitali yoyote hutaweza kupata dawa. Na dawa yake tunayo sisi. Kwa hiyo endapo utatukimbia, endapo katusaliti ndani ya masaa hayo 24, basi jua tu kabisa kwamba habari yako imekwisha. Alafu umeliona lile demu lako lile lenye mzigo lile demu litakwenda kubaki mjane, na atakuposti kwenye WhatsApp status na Instagram kwamba RIP. Sasa uchaguzi ni wako wako, uende urudi tukupatie dawa, ama uende ufe moja kwa moja. Naam, Roy alizungumza kwa sauti ya upole, akamchoma sindano huyo jamaa kuitwa Chura katika mkono wa kushoto, akaisukuma dawa yote kaingia ndani ya mishipa. Sikiliza bwana, una masaa 20 ya kuwa na nguvu zako hizo ulizo nazo sasa hivi. Tumeelewana? Alafu una masaa ya mateso kabla ya kukata roho, na damu zitakutoka kila eneo la mwili wako.
ukijaribu kwenda hospitalini itakula kwako, kwani sindano au dawa yoyote watakayokupatia na ikaingia mwilini mwako ndio itakuwa mwisho wa maisha yako, Mr. Chura. Naam, maelezo ya Roy yalimkaa kisawasawa huyu bwana wa kuitwa Chura akilini mwake. Jasho la uoga lilianza kumwagika. Sasa haikuwa kilio na maumivu zaidi ya kufikiria kufa. Hakuna binadamu anayependa kufa tena kwa kulazimishwa kama huyu bwana Chura. Bobby alimfungua miguu bwana Chura, akamfungua mikono yake, wakampatia pale nguo akavaa, wakamfumba macho na kitambaa cheusi wakayakaza kisawasawa ili asione chochote. Wakatoka naye nje, walimwingiza ndani ya gari na kisha wakaondoka naye hilo eneo. Wakuu, mimi hapa nawaambia ni haki ya Mungu, mimi hapa nitawasaidia. Mimi hapa sitaki kufa. Jamaa huyu Chura aliyekaa siti ya nyuma alilalamika, huku Roy aliyekuwa amekaa naye pembeni alikuwa akimtazama kwa umakini mno. Sikiliza bwana, si tunachokihitaji sisi ni kumpata huyo bosi wako anayeitwa Bata. Sasa mnaniacha hivi, mimi nitawapataje? Tutakupigia simu. Roy alizungumza na kumshikisha simu ndogo. Nisikilize, kwenye hii simu tunayokupatia kuna namba moja tu. Ukipiga hiyo namba itakuja kwenye simu zetu sisi wawili. Nadhani tunaelewana. Ndio bro, tunaelewana ndio. Naam, Chura alijibu kwa wasiwasi. Bobby alisimamisha gari mbele ya nyumba ya Stella. Sikiliza, tunakushusha na baada ya dakika 5 ufungue kwa kitambaa chako usoni. Ukikifungua kabla hizo dakika tunakuwa. Sawa bro, sawa. Roy aliingia ndani ya gari na kisha wakaondoka hilo eneo. Hawakufika mbali sana. Bobby aligeuza gari hilo na kulisimamisha pembezoni mwa barabara, eneo ambapo walikuwa wanaiona vizuri nyumba ya Stella. Walimwona Chura akivua kitambaa hiko. Chura akatazama mazingira hilo eneo, alianza kutembea na kisha akasukuma geti dogo likafunguka. Aliingia ndani huku akichechemea kwa namna alivyokuwa amepigwa kwenye ugoko wa mguu wake. Aisee, haukuvunjika ila maumivu yalikuwa ni makali mno. Hapo Chura hakumwona mlinzi hata mmoja. Alizidi kuchechemea na kuingia sebleni, na ndipo walipokuta mabouncer na wasichana wawili waliokuwa wametoka nao klabu wakiwa wamelala kwenye masofa, wakiwa hawana hata nguo kabisa, huku wakiwa wamelewa nyanga. Jamaa huyu wa kuitwa Chura aliingia ndani ya lift. Lifti hii kampeleka hadi ghorofa ya pili na kisha aliingia kwenye chumba cha Stella ambacho ni chumba cha mpenzi wake. Namna alivyokuwa amemwacha ndivyo alivyokuwa amemkuta. Huyu demu mpumbavu kweli huyu. Mimi natekwa, yeye hatajashtuka. Halijashtuka kabisa. Jamaa huyo kuitwa Chura alizungumza kimoyomoyo na wala hakutaka kumwamsha Stella. Alivua ile nguo aliyokuwa amepewa, akavaa nguo zake, akachukua funguo ya gari pamoja na simu yake na kisha akatoka ndani hapo. Chura akaingia ndani ya gari na kisha akaelekea getini. Alishuka ndani ya gari na kisha akafungua geti na kisha akalitoa gari nje. Akashuka tena kwenda kufunga geti, akaondoka hilo eneo. Alipita uelekeo ambao Bobby na Roy walikuwa wamesimamisha gari lao. Kwa mawazo na hofu aliyokuwa nayo, alijikuta akishindwa kabisa kuona gari alilomo Roy pamoja na Bobby. Bobby akasema, "Oya, ndege wetu yule umemwona?" Bobby alizungumza huku akiwasha gari. Aliligeuza gari taratibu na wakaanza kumfuatilia huyu jamaa kuitwa Chura. Walikuwa wanamfuatilia kwa umakini mno na kwa mwendo wa taratibu. "Oya Roy, hivi umeiunganisha simu vizuri kweli?" "Yeah bro, kila kitu kiko fresh." Roy alijibu huku akiwa ameifungua laptop ambayo laptop hii ilikuwa inamuonesha huyu jamaa kuitwa Chura ni wapi alipo, na hata akizungumza na mtu pembeni basi wao walikuwa wanasikia kila kitu. Shit. Hivi hawa si ndo wale wajinga wale?
Naam, ilikuwa ni sauti ya Inspector Nancy. Alizungumza, na hii ni mara baada ya kuiona gari ya Roy ikipita usiku huo akiwa yuko maeneo ya Sherry akijaza mafuta. Nancy akamwambia, fanya faster, weka mafuta faster. Nancy alimwambia yule mweka mafuta, na yule mhudumu akasema, boss, tayari. Muuza mafuta alizungumza huku akifunika kifuniko cha gari ya Nancy. Akaondoka kwa mwendo wa kasi bila hata ya kudai risiti. Ndipo hapo Inspector Nancy aliingia barabarani na akaanza kulifuatilia gari iliyokuwa inaendeshwa na Bobby pamoja na Roy. Umakini wake Inspector Nancy haukutosha kabisa kumfanya Bobby kujua kuwa anafuatiliwa. Akatazama namba ya gari na umfuatilia, na akajikuta akitabasamu kwa sababu gari hiyo aliiona kwenye maegesho ya magari makao makuu ya polisi. Na hapo ndipo Bobby akasema, oya Roy, demu wako kwa nyuma anatufuatilia. Yuko wapi? Huyu hapo nyuma anatufuatilia, alafu nadhani kwamba hatujamshtukia. Oya Bobby, mbona mimi sina demu mwanangu mwenye gari kama hili? Sikiliza Roy, nazungumzia yule kamanda, yule Inspector Nancy. Ni yeye. Oya, katuona wapi? Tumetoka naye mbali kwani? Hapana, tumepita pale Shelly, naona ametuona, ametuungia. Oya, unajua huyu demu ni mpumbavu we. Mbona kama vile anataka kutuharibia kazi yetu mwanangu? Hapana, huyu jamaa chura huyu, tutamwacha ende zake, alafu sisi tutampoteza. Simu sitakuwa inafanya tuendelee kumtafuta hata baadaye, kwa sababu sitakuwa inamuonesha chura ni wapi alipo na wapi anapoelekea. Sisi tunachotakiwa kuweza kumpoteza huyu madam asiendelee kutufuatilia. Kama ni hivyo hapo fresh mwanangu. Naam, Roy alitoa kiboksi kidogo cha kasha, akatoa pale earpiece ndogo mbili ambazo hata ukizivaa sikioni hakuna mtu anayeweza kuziona. Akavaa moja na moja akampatia Bobby akaivaa ili kumpoteza Nancy aliyokuwa anaingilia upelelezi wao. Bobby alisimamisha gari katika baa moja iliyopo Kinyerezi, huku kukiwa kuna mziki wa bendi uliokuwa unaendelea kupigwa katika baa hiyo. Inspector Nancy akaipita baa hiyo na kisha akasimama kwa mbele kidogo. Hapo ndipo Roy akasema, oya, yule demu kapita mwanangu. Nisikilize Roy, kama anatufuatilia sisi, basi amini usiamini, atarudi tu. Basi mwanangu, ngoja niache hii laptop iendelee kuwaoni, nisiizime. Roy alizungumza huku akikunja laptop kidogo, akaiweka eneo la miguuni, sehemu ambayo alikuwa amekaa yeye. Inspector Nancy bwana akawa anajifikiria kidogo, na kisha akageuza gari lake na kuelekea katika baa hiyo, huku bila ya kujua ya kwamba gari iliyokuwa mbele ilikuwa inafuatiliwa. Wakashuka ndani ya gari na wakatazama watu waliovyokuwa wamejaa, huku wasichana wakiwa ni wengi, huku wengi wao wakiwa katika kazi ya kujiuza. Roy akasema, oya, hii baa ni mpya? Roy aliuliza huku akikaa kwenye viti vilivyokuwa havina watu. Bobby akasema, nahisi itakuwa ni baa mpya, kwa maana nilipita hapa majuzi lakini sikuwa na watu. Oya Bobby, bango lile pale. Kweli mwanangu, hii baa inazinduliwa leo. Roy alimwonyesha Bobby bango hilo. Nancy alishuka muda huo ndani ya gari na kisha akaangaza macho yake na kuwaona walipokuwa wamekaa Bobby na Roy. Bila hiana, Inspector Nancy aliwafuata walipokuwa wameketi. Alichukua kiti cha pembeni ambacho hakikuwa na mtu na kisha naye akakaa. Roy akaanzisha mazungumzo. Bosi, Roy alizungumza huku akijichekesha. Mhudumu alifika hilo eneo. Mhudumu, wasikilize hao kaka, alafu bili iwe juu yangu. Nancy alizungumza huku akimtazama Bobby na Roy. Kila mtu aliagiza pale kinywaji chake. Nahitaji kupata ufafanuzi kutoka kwenu. Ufafanuzi gani? Nahitaji kujua chip mlioitoa mwilini mwa Freddy mmeipeleka wapi? Na isitoshe mwili ule ulikuwa uko chini ya uangalizi wa jeshi la polisi. Ni kwa nini nyinyi mliingilia kati? Sasa hapo hatujajua tukujibu nini. Tukujibu kuhusiana na chipu iliyopo mwilini mwa Freddy, ama tukujibu kuhusiana na kuingilia kati upelelezi ambao ulikuwa uko chini ya jeshi la polisi? Tukujibu nini sasa?
Mnijibu kuhusu chipu iliyopo mwilini mwa Freddy. Chipu? Chipu gani kwanza unazungumzia? Hebu sikilizeni nyie. Tusifanyane hapo kama watoto, umenielewa? Tusiletiane mambo ya kishamba. Najua mnajua nini ambacho ninakizungumzia hapa. Kwa hiyo tumekuwa watoto tena, au sio? Nimesema tusifanyane mambo ya kitoto. Sijasema nyinyi ni watoto. Sasa madam, msikilize, iko hivi. Kwa ufupi, si hatujui chochote. Wewe fanya jukumu lako, sawa? Achana na sisi, afu sisi tufanye mambo yetu. Kwa nyinyi mna mamlaka na mna nguvu ya kuingilia upelelezi wa jeshi la... Hapo Nancy akanyamaza, hakumaliza sentensi yake. Alimtazama mhudumu akioneka vinywaji walivyokuwa wameviagiza. Mhudumu akaondoka huku burudani ya bendi kaendelea kutumbuiza. Sikiliza Inspector Nancy. Tunajua wewe ni professional kabisa kwenye upelelezi. Na ndio bwana umepewa kitengo cha upelelezi taifa kwenye jeshi la polisi. Inakuwaje unashindwa kujua hili game linaendaje? Alafu kumbuka kwamba jeshi la polisi hampo peke yenu kwenye hii nchi. Hivyo majeshi mengine yakiamua kuchukua nafasi yake, basi hii ni sawa na nguzi kile. Yaani kila mtu avutie upande wake. Naam, ilikuwa ni sauti ya Bobby. Alimjibu kwa busara sana Inspector Nancy. Mimi kwa upande wangu labda nikwambie kitu kimoja mrembo, sawa? Tukiachana hayo yote, mimi naomba niongelee tu binafsi ya moyo wangu bwana, au sio? Kusema ukweli mimi nimekuelewa, japokuwa wewe ni inspector bwana. Unajua wewe demo, wewe ni piskali sana kwa kweli, ila tu ujui. Alafu una vigezo vyote ambavyo mimi Mnyamwezi nimevielewa kutoka kwako. Yaani kwanza una sifa ya kuitwa mwanamke mrembo. Alafu na vigezo vyote vya kuwa mwanamke wangu. Umemaliza? Sijamaliza bana. Kingine nachotaka niseme ni kwamba mimi nimekupenda. Nisikilize wewe kaka. Sijawahi kuyaabudu mapenzi na sina moyo wa kumpenda mwanaume. Kwa hiyo wewe hamzako unadinyana na nani sasa, au unazimalizia wapi? Sidhani kama inakuhusu. Sikiliza wewe, usijifanye inspector kujifanya wewe ndo mgumu sana. Sikiliza mrembo. Mimi unajua niko serious, nimekuelewa unajua. Tuachane na matani. Yaani matani weka pembeni, sawa? Mimi narudia kusema kwamba mimi nimekuelewa. Alafu sasa hivi si wanaume duniani tuko wachache sana. Mbona unajifanya kama unakaza vile? Kwamba hoja nielewa mimi Mnyamwezi ama inakuaje yani? Kwamba mimi sina muonekano, sina mvuto au vipi? Au labda kitu cha ajabu, labda mimi kukutongoza kukuambia kwamba nakupenda au vipi yani, sielewi yani. Naam. Msikilizaji, Roy alimtazama Bobby usoni, kwani kupitia earpiece walizokuwa wamezivaa walikuwa wamesikia mazungumzo. Msikilizaji, kule upande wa pili yalisikika mazungumzo yakiendelea kwamba oya, unaniamshaje usiku wote huu Chura mwanangu, mbona unaniamsha usiku? Na hapo Chura akawa anasema kwamba kaka, na ishu kubwa sana. Ishu gani? Hebu niambie. Bana kaka, nataka kuongea na boss. Na nataka unipeleke kwa boss. Mwanamume huyu ambaye ni mweusi aliyeingia ndani ya gari ya Chura mara baada ya kupigiwa honi nyumbani kwake na Chura. Mwanamume huyu alimtazama Chura kwa sekunde kadhaa. Yule mwanaume akasema, "Oya bro, unajua haya mambo haendi hivi. Na hujawahi kumuona bosi siku hata moja. Sasa inakuwaje leo mwanangu unataka kumuona bosi?"
Mwanaume huyo alizungumza huku akiwasha taa za ndani ya gari hilo na akatazama nyuma ya siti ya gari hilo aina ya Toyota Alphard, lakini hakumwona mtu yoyote nyuma ya gari hiyo. Chura akasema, wewe mwanangu, mi bosi ninaishi naye umuhimu sana, na wewe ndo mtu wa pekee ambaye unaweza kunisaidia kaka, na kuomba sana. Mwanaume huyo akamtazama Chura kwa sekunde kadhaa, akamwona namna jinsi alivyokuwa na hofu. Yule mwanaume akasema, okay poa, acha nikavae shati basi. Mwanaume huyo alishuka ndani ya gari, akaingia ndani, alichukua simu yake ya siri na akaipiga namba iliyomo katika simu hiyo. Akasema, mkuu, Chura anataka kukuona bwana. Nisikilize, huyo Chura mimi nina habari zake zote. Hebu hakikisha unamuulia mbali. Sitaki kuonana naye, mpoteze kwenye hii dunia. Sawa mkuu. Mwanaume huyo alikata simu hiyo, akachukua bastola, akaichomeka kiunoni. Alichukua kisu, akakikunja na kukiweka mfukoni. Akachungulia dirishani, akamwona Chura akiwa anamsubiria ndani ya gari. Huyu mwanaume akashuka, akaenda kuingia ndani ya gari ambayo Chura yumo. Huyu mwanaume akasema, washa gari mwanangu, nikupeleke kwa bosi. Chura kweli akajawa na furaha, pasipo kujua kuwa huko aendapo basi atakwenda kuuawa, na watu waliomtuma ndo kwanza wako baa wanapata vinywaji baridi kabisa, hawana hata huo muda, japo yale mazungumzo walikuwa wanayasikia kabisa, kwa sababu Roy na Bobby walikuwa wamevaa earphone masikioni mwao ambazo walikuwa wanasikia mazungumzo yote ambayo Chura alikuwa anayafanya. Japokuwa yule jamaa alivyoenda nani kumpigia simu bosi wake, mazungumzo yale Roy na Bobby hawakuyasikia, lakini mtu yote anayekuwa na Chura akiwa naye karibu hivyo akawa anazungumza, mazungumzo anayasikia. Sasa Chura akiwa na furaha ya kuamini kwamba anakwenda kukutanishwa na bosi wao Bata, asijue kwamba huko anakokwenda anapelekwa kuuawa, kwa sababu huyo bosi Bata ameshapata taarifa juu ya Chura, kwa ameagiza, sitaki kumuona huyo Chura, muweni huko kabla hajanifikia. Bane, mambo yanazidi kupamba moto mtu wangu. Sasa swali ni kwamba mwanaume huyu atafanikiwa kumuua Chura? Lakini tukumbuke Roy na Bobby, wataweza kumwokoa Chura ambaye wamempatia jukumu la kumfikisha kwa bosi anayeitwa Bata? Hivi nini kitatokea? Nikwambia tusikose kufuatilia katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 3, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Bado mimi naitwa Uncle Jane, nilo kusimulia huu mzigo. Nikushukuru kwa time yako, niseme asante na kwaheri.